وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Inshallah taendelea na darasa za hija kwa ajili ya kukumbushana na ndugu zetu ambao hivi sasa wamo katika matayarisho ya kuondoka karibuni hivi. Basi tumeifanya darasa hii maalum kwa ajili yao, na katika kitabu Fiqh Sunna tumekuwa tukizungumza juu ya yaliyokatazwa wa aliyehirimia ibada ya hija. Baada ya kuzungumza habari hiyo, inafuatia arrajulu alladhi la yajidu alizara, mwanamume ambaye hakupata shuka ya chini ya kujifunga ikiwa itatokezea hivyo, wala ridaa, wala hakupata shuka ya juu ya kujitanda, wala na'alaini, na wala hakupata viatu viwili kama vile champali, kanda mbili. Yani vitu vyote hivyo wanavyo. Nini hukumu yake? Atafanyaje ikiwa duniani imetokezea kama hivyo? Hakuna matambara ya kujifunga mtu shuka, kwa maana haji mwanamume akishahirimia hija amekatazwa kuvaa nguo zilizoshonwa. Mwanamume yeye ni kuvaa shuka ya chini na shuka ya juu tu basi. Je, kama imetokezea duniani hakuna shuka yoyote katika shuka mbili hizi, na alikatazwa kuvaa viatu vya buti ambavyo vinafunika visigino. Je, kama imetokezea duniani hakuna viatu vya kanda mbili, na yeye hawezi kwenda miguu chini, pengine maradhi aliyonayo au hali ya hewa haimruhusu, je, ibada ya hija itakuwaje? Anasema Sheikh Said Sabiq, man lam yajid al-izara, yule ambaye hakupata shuka ya chini, waridaa, hakupata shuka ya juu vile vile, au na'alaini, au amekosa viatu viwili vya kanda mbili, labisa ma wajadahu, atavaa kile ambacho amekipata. Na hapa itatumika hukumu inda dharura yurtafa'u al-ahkamu, wakati wa dharura imetokezea, basi hukumu zote zinanyuliwa, zinawekwa pembeni, linafanywa jambo ambalo linawezekana wakati huo. Dalili ya hayo kwamba atavaa alichopata, tegemeo ni an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kutokana na sahaba wa Mtume Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam khataba bi Arafatin, anasimulia ya kwamba mjumbe wa Mwenyezi Mungu alihutubia katika viwanja vya Arafat. Waqala, na katika hutuba yake akasema Mtume, idha lam yajid almuslim, kama akupata muislamu izaran, shuka ya chini, falyalbas sarawila, na vae hata suruali sasa, lakini uchi haikubaliki, bila ya nguo haikubaliki. Itabidi mwanamume lazima ajistiri japo kwa suruali ambayo imeshonwa. Wa idha lam yajid al-na'alain, na kama hakupata kanda mbili, falyalbas al-khuffaini, na avae japo kwa khofu mbili. Haidhuru zitafika kwenye visigino viwili, lakini mwache avae kwa sababu ya ukosefu huo. Hadithi hii rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim, wa misilia Imam Ahmad na Bukhari na Muslim. Wa fi riwayatin li Ahmad, na katika masimulizi mengine ya Ahmad, an Amr ibn Dinar, kutokana na Amr ibn Dinar anasema anna Aba Sha'tha akhbarahu, amempa habari yeye an Ibn Abbas, kutokana na Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, annahu, kwamba yeye Ibn Abbas sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alimsikia mtume Mwenyezi Mungu, wa huwa yakhutubu, naye ana khutubu, yaqulu, anasema kwenye hutuba yake, man lam yajid izaran, asiyepata shuka ya chini,
basi wawajada sarawila, na akapata suruali, falyalbasha, na aivae suruali hiyo. Waman lam yajid na'alaini, na asiyepata kanda mbili, wajada khuffaini, na akapata khofu mbili, falyalbashuma, basi na azivae khofu mbili hizo. Qultu, mimi nikamuuliza Ibn Abbas, walam yakul liyaqta'ahuma, mtume hakusema tamko hili kwamba hizo khofu mbili kwa kuwa zinafika kwenye visigino viwili, hakusema kwamba azichane au azikate? Qala Ibn Abbas hapo kasibu, la, mimi sikusikia hivyo. Lakini dalili hiyo ipo vile vile hapa mbele, ikuta kwamba kwa khofu mbili itabidi azikate kwa sababu visigino havitaki viwe ndani, viwe nje, na khofu mbili zile ziwe chini na visigino viwe juu wazi. Wa ila hadha, na kwenye itikadi hii au mwendo huu, dhahaba Ahmad, ndivyo alivyokwenda Ahmad, faajaza, akajuzisha Ahmad lilmuhrimi, kwa mtu aliohirimia, labisa alkhaf, anaweza kavaa khofu, wasarawil, na anaweza kuvaa suruali kama kutakuwa na ukosefu. Lakini sheria ni kwamba hatakiwi kuvaa nguo zosono. Ikitokezea hivyo duniani atavaa suruali. Ni kwa nani? Lilladhi la yajidu ni'alaini, kwa yule ambaye hakupata vikanda mbili, wal izara, hakupata shuka ya chini, basi ala halihima, juu ya hali iliyopo atavaa suruali na khofu mbili, istidlalan bihadithi Ibn Abbas, kukutolea dalili na hadithi Ibn Abbas, wa annahu la fidyata alayhi, na akivaa kitu kama hicho kwa sababu ya ukosefu wa dharura, hakutakuwa na fidia ya kuchinja mnyama yeye. Lakini wadhahaba jamhuru ulamau, wamekwenda kikundi kikubwa cha wanavyuoni, ila ishtirati qat'i al-khuf, juu ya kuweka sharti ya kuichana khofu, duna al-ka'baini, chini ya visigino viwili, liman lam yajri an-na'alaini, kwa yule ambaye hakupata kanda mbili, khofu akivaa ataipasua. Lianna al-khuffa, kwa sababu ya khofu dasturi yake, yasiru, inageuka, inakuwa bilqat'i, kwa kukatwa, inakuwa kanna alaini, kama kanda mbili vile, visigino vinakuwa juu nje. Hayo yote yamekuja li hadithi Ibn Amr al-mutaqaddim, hadithi Ibn Umar ambaye al-mutaqaddim imetangulia nyuma. Wa fihi, na ndani yake hadithi hiyo, illa, isipokuwa, alla yajidanna alaini, kwa yule ambaye hakupata kanda mbili, falyaqta'ahuma, basi na zikate khofu mbili, hatta yakuna, ili ziwe khofu mbili hizo, asfala, ziko chini, min al-ka'baini, kutokana na visigino viwili. Wa yara al-ahnaf, na wanaona wafuasi wa Hanafi ya kwamba shaqqa sarawili, wao wametia ziada kitu kingine, kwamba aichane suruali iliyoshonwa. Wa fihi, na katika hadithi sarawil, wa ataichana suruali hiyo, wafatakaha, na atajizongoresha nayo mwilini, liman la yajidu al-izar, kwa yule ambaye kupata shuka. Anasema kwamba suruali kwa kuwa imeshonwa, watu wa Hanafi wanasema kwamba aipasue suruali ile, badala yake ajizonge. Lakini hilo jambo kwa suruali hasa inavyojulikana, haitatosha kumzongoresha mtu kwamba asikae uchi. Maulama wengine wakapinga hilo, wakasema kwamba haikuja dalili kwa mtume kwamba aichane suruali mbili. Kauli ya mtume alipozungumza Arafatin, akasema na avae suruali, hakusema kwamba aichane. Lakini watu Hanafi wamesema kwamba aichane suruali na ajizongoreshe yule ambaye hakupata shuka. Fa idha labisaha, atapoivaa hiyo suruali, ala haliha, juu hali yake alionayo, lazimatu al-fidya, kwa watu wa Hanafi, kama kuichana suruali akavaa vile vile, kwa wao itamlazimu fidia, kwa sababu kishahirimia, na aliyehirimia hatakiwi kuvaa nguo zilizoshonwa. Kwa hivyo watu wa Hanafi wamemlazimisha huyu roba suruali lazima apate mnyama wa kuchinja, yani fidia. Lakini kwa watu wengine wameacha hivyo hivyo ilivyo, kwa sababu hii tunaizungumza kwa hali iliyokuwa haitarajiwi. Ikitokezea hivyo hatukatai vile vile. Inaweza kutokezea hali kama hiyo duniani, ikawa hakuna zana za kushonea nguo, wanaweza kutokea maafa yoyote yale,
mpaka ikawa pamba hakuna au viwanda hakuna vya kushonea nguo, na ikabidi watu wanapata tabu, au zikawepo nguo shuka lakini kidogo mno, mahujaji kama milioni, ikawa wengine wengi wamekosa, hawatatakiwa kwenda kwenye Kaaba kutufu uchi kama walivyokuwa wafanya Quraysh, bali itabidi wakati huo watavaa kilichopatikana hata kama suruali zao. Haya tuliyazungumza kwamba ni mambo mtu anapohirimia mambo yaliyokatazwa, lakini ikitokea dharura itabidi mtu avae kilichopatikana. Ni katika hali ya wanaume. Wanawake wanajulikana wanavaa nguo zao za kushonwa. Hii ni hali ambayo inazungumzwa juu ya wanaume. Nataka kuwakumbusha tu mahujaji ya kwamba wengi wetu tumezoea kwenda Madina mwanzo kabla ya kuteremka Maka. Miaka na miaka tangu wazee na wazee, ni kwamba unachokifuatia Madina usiokadhani kwamba hija ndio inaanzia kule, haijaanza bado. Unakwenda katika mji wa Madina kwa jambo moja kubwa mno katika maisha yako. Kama utalipata basi umepata jambo kubwa mno, nalo ni kuswali ndani ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam unaojulikana kwa jina Masjidun Nabawi Sharif. Ndio kitu kilichokupeleka Madina. Watu wengine wana itikadi nyingine, wako wanaokuendea pale kaburi la Mtume, ndiyo khususia yao, huendei kaburi. Ikitokezea nafasi ndani ya msikiti wa Mtume umepata kupita katika eneo la kaburi la Mtume pamoja na makhalifa wake wawili, basi unaweza kwenda pale kwa ajili ya kutoa salamu, na sio kumuomba Mtume haja yoyote ile, bali kumtolea salamu kama unavyowatolea salamu maiti. Ila kwa Mtume utafanya khususia ya kumwambia assalamu alayka ya Rasulullah, amani iwe juu yako e mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ashhadu annaka ballaghta risala, umwambie kwamba mimi ninashuhudia kwamba wewe umefikisha ujumbe uliotumwa na Mola wako, wa addaita al-amana, na umeitekeleza amana uliyopewa, wa nasahta al-umma, na umeunasihi umma wa Kiislamu, hukubakisha kitu, wa mahauta dhulma, na umeifuta dhulma katika adri yote, wa kashafta al-ghumma, na umeondosha kila la tabu la kumtaabisha Muislamu. Isitoshe, wajahadta fillahi haqqa jihadihi, na umepigania kwa Mwenyezi Mungu haki ya kupiganiwa, hatta ataka al-yaqin, mpaka imekufika yakini, na yakini ni mauti, mpaka umeondoka duniani. Haya Mtume umeyatekeleza yote. Baada ya hapo ni kwamba unaweza kuomba dua kama zile ambazo unaposwali kuswalia jeneza, dua ndo zile zile kama unavyowatolea maiti wengine, assalamu alaikum ahla diyari qaumun minal mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun antum salafuna wa nahnu bil athari antum qaddamtumuna wa nahnu lakum tab'an nas'alullaha lana wa lakum al-afiya. Tunamwomba Mwenyezi Mungu sisi na nyinyi atupe uzima, kwa maana uzima ndio neema kubwa zaidi duniani na akhira vile vile. Huwezi kuwa mzima akhira isipokuwa mtu wa peponi. Kama si mtu wa peponi, mtu hawezi kuwa mzima, kwa sababu la yamutu fiha wala yahya, motoni hakuna uhai wala hakuna kufa. Kwa hivyo uzima kitu cha kuna kabisa. Ukisikia Mtume anamwombea mtu uzima akhira, ina maana mtu mwema, ina maana ni mtu wa peponi. Kwa hivyo unawaombea maiti hivyo. Hili ndilo kubwa uliloendea Madina, kwa sababu kusalia msikiti ambao mkaujenga Mtume, ambao ni Masjid Nabawi, sala yake moja ni sawasawa na sala 1000 utakazosali msikiti mwingine. Ina maana umebahatika sana katika umri wako kuswali pahala hapo. Isitoshe, ndani ya msikiti wa Mtume pako pahala panaitwa Rawdhatu. Mtume kasema baina baiti wa mimbari rawdhatun min riyadil janna, katika eneo baina ya nyumba yangu nilipokuwa naishi, ile hujratu Aisha, ndipo kaburi la Mtume lipo sasa hivi kwenye hujratu Aisha, na baina ya mimbari yangu nilipokuwa nakhutubia Madina pale msikitini, katikati yake ni eneo linaloitwa Rawdhatun. Kama utapata nafasi bila ya kusukumana na mtu, bila ya kugombana na mtu, swali pahala hapo. Hujapata kuswali pahala pakubwa kama utaposwali kwenye Rawdha, lakini pana msukumano mkubwa sana hapo Rawdha.
watu wote wapataka hapo, na ni eneo dogo tu. Ikiwa kuna msongamano hakuna haja. Msikiti wowote wa Mtume na ni mpana mno, ukisali umezipata thawabu zile za sala 1000 kwa sala moja tu. Hakuna haja kukamatana watu mikono kwa ajili ya kumzuia mwenzao na swali pale, ili kumzingia, kumjengea ukuta. Ni kwamba makosa kufanya hivyo. Kama ni njia watu watakupita, ikitokezea la kutokezea, umesababisha makosa yale. Akiumia mtu umesababisha, hakuna haja hiyo. Ni ipo nafasi utaswali, hakuna nafasi basi popote utaupata ndio riziki yako hiyo. Jingine, likipatikana nafasi pale Madina, utakwenda kwenye ziara. Ziara ni taxi zinapiga makelele kama tunavyoona wapiga debe wetu daladala, hii Magomeni, hii Amani, hii wapi, na kule taxi zinaranda ziara. Basi ukisema naam ziara, ni kwamba utatakiwa ulipe kiasi kadhaa utapelekwa ziara. Ziara ni katika maeneo ya historia, kama vile pahala palipopiganwa vita vya Uhud. Siku zote unasikia tu, lakini utakwenda kuona kwa macho yako ule uwanja wenyewe ulivyo. Na pale penye kijilima ambacho Mtume aliwapanga watu kama 50 hivi wapigaji shabaha, na akawaambia msishuke kwa vyovyote mtakavyoona matokeo, tukishinda au tukishindwa, mpaka mpate amri yangu mimi, ndio mteteremka hapo. Hapo pahala pako mpaka leo, na ukitaka utapapanda kidogo juu. Tazama ile hali ilivyo na masahaba wale. Kwa hakika shetani aliwazidi nguvu, akawazain, akawapoteza, wakateremka ila kidogo tu miongoni mwao. Basi wakati ule Khalid ibn Walid Saifullah al-Maslul radiyallahu anhu alikuwa bado hakusilimu, akazunguka. Alipoona nguvu ya mishale imepungua, kumbe ilikuwa watu wamepungua, akawazungukia wale watu, akaenda akawamaliza juu pale kwenye mlima. Inasemekana walikuwa 12 mpaka 8 hivi, akawamaliza wote. Halafu akawateremkia Waislamu. Sasa kupitia njia hiyo Waislamu wakawa hawajui nini wanachokifanya, ilibidi wakimbie. Na katika kosa kubwa lenye kumwangamizia mtu amali zake ni kukimbia yauma zahfi, siku ya mapambano ya jihadi. Wakinambia watu, Mtume wa Mungu wapigwe yuko chini kwenye shimo, anapiga makelele kuwaita watu, lakini watu wanakwenda mbio tu. Mwenyezi Mungu tukio hili amelitaja kwenye Qur'ani, idh taluna idh tus'iduna, kumbukeni mnakwenda mbio, mnapanda majabali ya Uhud. Wala taluna ala ahadin, na wala hamumgeuki yoyote kumsikiliza wakati huo, hata Mtume wa Mungu kama anakuiteni. Wa rasulu wad'ukum fi ukhrakum, na Mtume wa Mungu alikuwa anakuiteni nyuma yenu. Fa asabakum ghamman bi'ammin, adabu yenu ikakufikeni huzuni baada ya huzuni. Yote hayo ilikuwa ili msihuzunikie jambo lilokupiteni duniani. Kwa hakika hii ni ziara. Hapo Uhud hapo utapaona palivyo. Kisha utawaona wale masahaba 72, utawakuta pale wamelala, kaburi lao refu, makaburi yao yamepangwa kwa mstari hivi, yakiongozwa mbele kabisa na Saidina Hamza ibn Abdul Muttalib pamoja na Abdullah ibn Amir na wengine kama kina Mus'ab bin Umair na wengine kama hao, waliuawa pale katika vita ya Uhud. Ukifika, kawaida yako ni kuwatolea salamu maiti kama ilivyo sheria ya kuwatolea salamu maiti, na kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu, na sio kuwaomba wao haja yoyote ile. Ziara hiyo ni kujiwekea kumbukumbu katika moyo wako kwamba umeona kwa macho yako. Kisha unaweza kwenda katika pahala ambapo Mtume alichimba na masahaba shimo la msingi wa Khandaki, unaitwa Khandaki, wakati Madina ilipoelemewa na makafiri wanaopindukia 12,000 wa Arabu na wasiokuwa wa Arabu, ili kuja kuimaliza Madina na Mtume mwenyewe. Lakini kajarai kwamba wachimbe msingi ambao ni Khandaki, hawatoweza makafiri kuingia Madina kirahisi. Msingi huo ukazungushwa kwenye majabali ya Uhud mpaka ndani ya majumba huko, ikawa hapapitiki, na njia ilikuwa ni hiyo hiyo tu. Aliovuka mmoja alikuwa kiuawa. Khandaki kasaidia vita havikupiganwa, makafiri walikaa nje na mahema yao. Hatimaye ikafuatia mvua na baridi kali, mahema yao yakawa ruka, mwisho kaamua kuondoka. Basi ikawa kulipata walilotaka. Vita vile Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani, wakafa Allahu almu'minina alqitala wa kana Allahu qawiyan aziza, akawalinda Mwenyezi Mungu Waislamu na vita vile, ikawa vita vikupiganwa. Utakwenda kuona leo sehemu ya Khandaki hiyo imejengwa misikiti 7.
midogo midogo tu. Hamna sheria ya kutaka lazima uswali katika kila msikiti. Kama utavokuta watu wamesongomana na foleni, watu wamekaa kwa queue wanangojea zamu ya kuingia kwenye kila msikiti mmoja wapo, kwa hakika watu wanafanya wenyewe mambo yale. Haimo katika sheria ya hija wala sunna ya kwamba haifungwi safari ila kufuatiwa misikiti saba ile, haimo kabisa. Mtume anasema la tushaddu rihalu, haifungwi safari na muislamu kufuatia pahala kwamba atapata thawabu zaidi illa ila 3 masajid, isipokuwa kuendea misikiti mitatu: Baitullahi alharam, Masjid Nabawi na Masjid al-Aqsa peke yake. Hakuna pahala pengine ambapo utakwenda kujitafutia thawabu zaidi. Kwa hakika huyo ni kujihangaisha tu, watu wanafuatia mambo kama hayo. Hiyo ni ziara ili kuwa uende ukaone tu kwa macho yako pale pahala palipochimbwa khandaki, lakini sio lazima uswali ndani yake, wala sunna si sunna kabisa. Kama utataka mwenyewe tu kuswali hiari yako, lakini ujue kama si sunna, na wala hakuna thawabu ziada utakayoipata ila ukiswali kwenye msikiti wa Mtume. Ama hapo kuna guarantee kwamba umeswali swala moja kwa swala 1000, na ukifika pale kwa hakika ndio lolendea hilo. Usitokajitia uzembe na uvivu ukasema hakutokeki, tumewekwa mbali, hoteli iko mbali. Kwa hakika ndio loliendea pale. Kabla ya kuhiji ulipitia pale Madina kwa sababu ya msikiti wa Mtume kwa hakika, ili ujipatie thawabu, na huna la kulifanya zaidi baada ya chakula, kwenda haja na kulala, ndo nyakati utakazokaa hoteli hizo. Lakini kama si hivyo, uko msikitini na mashafu yako Muislamu, unahitimisha Qur'ani pahala ambapo alikanyaga Mtume Mwenyezi Mungu, na ndiyo Qur'ani imeshuka pale. Ikiwa msikiti ule ukiswali swala moja sawa sawa na swala 1000, basi na aya ya Qur'ani moja utakayoisoma ndani ya msikiti ule, malipo yake yako vile vile. Ni tofauti kabisa na Qur'ani hiyo utakayoisoma pahala pengine. Kajitie msikiti wa Mtume na mapema ndani mle. Unaweza ukahitimisha mashafu moja kwa siku 2, siku moja nusu msahafu na siku ya pili nusu yake. Una kulifanya tangu asubuhi, wewe umekaa kitako pale na Qur'ani yako tu. Na kama ni msomaji ambaye hudodosi, nasoma sawa sawa Qur'ani, basi naam, kwa siku 2 au chini ya siku 2 khitma moja unaipata. Na ukihitimisha Qur'ani ndani ya msikiti ule, umeihitimisha Qur'ani pahala pakubwa sana. Asikutie mtu shabiki kwamba hoteli iko mbali, msikiti uko mbali, kwa hivyo hakuendeki, tasali hapa, tasali humu. Kwa hakika kwa ile ziara ya kufika Madina haina maana yoyote. Uende msikitini bwana. Na ninakupa akiba ya maneno. Kama hukuingia msikitini katika sala ya fardhi kiasi saa 2 au saa 1 nyuma kabla ya wakati, fahamu kwamba utaswali nje tu. Ukitaka swali na msikiti na upate pala pazuri pa kuridhisha, basi kiasi cha saa 1 nzima kabla ya kuadhini muadhini ushaingia ndani zamani mle. Unasoma Qur'ani yako, unaswali mwenyewe, unamdhakiri Mwenyezi Mungu, unafanya istighfari. Hata kiadhini muadhini, kwa hakika umo ndani wewe. La kama unangojea mpaka muadhini adhini, basi kwa hakika hutoingia ndani, utasali barabarani nje huko popote pale. Hiyo ndio hali, si Madina wala si Makkah. Hii ni akiba ya maneno tu tunakupa uwe nayo. Pia katika hii ziara ukibahatika, unaweza kwenda katika Masjid Kiblataini pale pale Madina, masafa kidogo baina msikiti wa Mtume na hapo Masjid Kiblataini. Umeitwa msikiti huu Masjid Kiblataini kwa sababu paliswaliwa swala moja watu wakaelekea vibla viwili. Mtume alipoingia Madina kwa kiasi cha mwaka 1.5 alikuwa akielekea Baitul Maqdis, mpaka nafsi yake ikaona dhiki, kwa sababu Mayahudi walikuwa wakijitapa kwamba tufuata sisi. Namuona huyo, sisi tumetangulia mwanzo mbele, na kwa hivyo hana huyu jambo jipya kuja nalo isipokuwa tufuata sisi. Na kwa hivyo uongo wake huu kwa siku moja utafika mwisho, lazima atatufuata sisi huyu. Mtume kimpa tabu hii, na kila wakati alikuwa kitaraji kwamba Jibril atashuka na maneno ya kumgeuza, badala ya kuelekea kwa Mayahudi Baitul Maqdis ataelekea Baitul Haram. Hatimaye aya zikashuka kwa maneno, qad nara taqalluba wajhika fi samaa, tumeshauona Muhammad uso wako namna ukihangaika mbinguni, ulitakalo tunalijua. Fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha, basi haya sasa tunakuelekeza kwenye kibla ambacho unakiridhia.
basi ikawa tena kuanzia wakati huo kila nosali lazima elekee kibla. Na ilipoteremka aya hii ilikuwa sala alfajiri, watu wameswali kuelekea Baitul Maqdis raka ya kwanza, akatolewa mtu katika Masjid Nabawi ende kule akawahi wale watu, akakuta watu wamo ndani ya sala alfajiri, akamsemesha imamu ya kwamba kuanzia sasa hivi aya zimeshuka kwamba watu waelekee Baitullahil Haram, kwa hakika sasa hivi geukeni. Wakageuka watu, imam na maamuma, ili kuimaliza swala yao kuelekea Maka. Ukaitwa msikiti huu Masjid Kiblataini kwa sababu swala moja watu wameelekea katika vibla viwili. Kama iko nafasi kwenye ziara yako ya Madina, utafika kwenye msikiti huu ambapo mtume alikuwa akiutembelea sana mara kwa mara msikiti huu. Kama iko nafasi utaswali raka mbili za tahiyatul masjid, au kama mfika wakati ambapo imekemewa swala ya fardhi, umebahatika kuswali swala ya fardhi katika msikiti huo, vile vile utakwenda Masjid Quba, msikiti wa mwanzo kusaliwa swala ya Ijumaa pale Madina, utasali na wewe vile vile kama iko nafasi ile pale. Hili au haya ndio mambo huitwa ziara, lakini kubwa kuliko yote pale Madina umekwenda kuswali katika msikiti wa mtume. Hakikisha hilo ili ujiongezee thawabu. Hatimaye tumesema kwamba watu watamiminika kuelekea Maka. Kama watakwenda mapema itakuwa ni alhamdulillah, watafika Maka mapema. Wakichelewa kuna hatari ya kufungwa milango, alafu itakuwa wandani wa nje. Wakati wa kwenda Maka nakupa akiba kabisa ya maneno, koga kabisa hoteli uliofikia, na baada ya kukoga jitengeneze kabisa, kujisafisha, kukata kuche, kukata kila kisichokuwa cha uchafu ili kwa ajili ya kuhirimia. Ni kwamba usingojee mpaka ufike Dhulhulaifa, ingawa pana msikiti hapo, ingawa pana vyoo vingi sana hapo, zaidi ya vyoo 100, ingawa pana mifereji mingi sana hapo, lakini kwa hakika msongomano ni mkubwa mno kiasi ambacho unaweza kukaa kwenye foleni unangojea choo mpaka zikatimia dakika 60, yani saa nzima hujapata choo bado, na muda unakwenda, mambo yanaharibika. Basi kwa wasia, koga kabisa hoteli pale Madina, vaa ihram kabisa kama umechukua ihramu yako. Kwa kuichukua basi maduka ya hoteli pale Dhulhulaifa na vifaa vyote vya kuhirimia mwenye kuhiji viko pale, kuanzia ihram mpaka kanda za kutilia pesa zako mkwiji, alimradi kila kitu kiko pale kwa hakika. Lakini bora kwa wasia, vaa ihram yako tangu kule hoteli, kwa sababu Dhulhulaifa huenda ukatokea msongomano kiasi ambacho driver anakwambieni kwamba hirimieni kwenye gari, iko emergency hiyo, au pale mtapoteza masaa mengi, na kule sasa mchachelewa na milango inafungwa, ni kwamba sasa hirimieni kwenye gari kasimama kidogo pale Dhulhulaifa, ambacho ndio kituo wanachohirimia watu kutoka Madina. Na sisi mara nyingi miaka tutokea kule Madina, ambapo hicho ndio kituo ambacho kahirimia mwenyewe bwana mtume. Hicho panaitwa Dhulhulaifa. Huenda ukaambiwa hirimia ndani ya gari, utasema labbaik allahumma bihajjin au labbaik allahumma biumra au labbaik allahumma bihajjin wa umra. Inategemea moyoni mwako unataka kufanya nini. Moja katika manuizi matatu utakuwa nayo kifuani mwako. Umra ukiweka mwanzo, ina maana unafanya tamattu'i. Tamattu'i ndo nini? Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani, faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi. Yule ambaye atafanya tamattu'i na maana yake unajistarehesha au unajipumzisha baada ya umra, ili ungojee hija tarehe 8 katika mwezi wa Dhulhijja hapa Maka, na akafanya tawafu kisha akasai, lakini hakuongozana na wanyama, basi ninamwambia kwamba aijalie tawafu yake ile na sa'i yake ile kuwa ni umra, na apumzike sasa hivi. Wanaume wamvue nguo zoshonwa, wanawake wapumzike. Sasa wako huru kabisa. Yale yote waliokatazwa katika mambo wakati walipohirimia, sasa atakuwa ni halali. Sasa hata kama mtu kaenda na mkewe, sasa ni halali kulala naye na kila kitu ni halali. Hiyo ndiyo maana tamattu'i. Mtume kawapendelea watu wafanye ibada hiyo, kwa sababu mtume alipotangaza kwamba anakwenda kuhiji, hija yake mtume ni moja tu, hiyo inaitwa hijjatul wada'i. Masahaba walitia azma kwenda kuiona hija ya mtume ikoje.
kwa sababu kwenye hija hiyo wanataraji kupata kila kitu katika mambo ya hija. Walikuwa hawajui kama kuna tamattu, hawajui kama kuna kirani, wao wanajua ni ibada ya hija tu. Kwa hivyo katoka jeshi kubwa sana, wanakwenda, azma yao ni kwamba mtume anafanya nini na wafanye vile vile. Mtume akapata habari njiani, wahi katikati, kwamba aongozane na wanyama. Akamtuma Sayyidina Ali bin Abi Talib aende mpaka Yemen, akachukue wanyama amletee kule Maka kwa ajili ya kuchinja tarehe 10. Wameletwa ngamia 100 wa mtume kwa pesa zake mwenyewe, 100. Na ngamia 100 hawa nafsi yake akachinja ngamia 63 kama ilivyo umri wa miaka yake. Kilichobabaki akamwambia Sayyidina Ali, nimalizie, mabega yote na muuma, hawezi tena. Kaambia Ali, maliza lobakia. Sasa basi mtume kaongozana na wanyama, ina maana anakwenda na wanyama. Hija yake mtume inaitwa qiran. Qiran yani kwa kufunganisha baina yake yeye na wanyama, wanakwenda pamoja. Kama utahirimia qirani, utasema pale Dhulhulaifa, labbaik Allahumma bihajjin wa umra, nimekuitika Mwenyezi Mungu Mola wangu kwa ibada ya hija na umra pamoja. Kwa maana hiyo utaanza hija mwanzo, halafu baadaye ni umra baadaye, lakini ndani ya siku za hija zile zile. Hiyo ndio maana ya qirani. Hiyo ndio hija ambayo kahiji mtume hiyo. Lakini aliwaambia watu wote kwamba mimi sikutambua kwamba nitaongozana na wanyama wangu, sikutambua kama nitapewa amri hapa nifanye qirani. Laiti kama ningelijua na mimi nisingeongozana na wanyama, ningefanya tamattu. Basi maulama wengi wamesema tamattu bora zaidi, mtume kaipendelea kwa wakeze na kwa masahaba wote, na hata yeye angefanya hivyo laiti angejua toka mwanzo. Kwa hivyo qirani ni kuhirimia hija mwanzo na baadaye umra, lakini ndani ya miezi ya kuhijia. Ihramu ya pili, labbaik Allahumma bihajjin, nimekuitika Mwenyezi Mungu Mola wangu kwa ibada ya hija. Huyu aliohirimia hija peke yake ana hiji tu, hana umra. Akishahirimia pale anabaki na ihram zake, na hatovua ihram zake mpaka tarehe 10 Dhulhijja. Akisharembea vijiwe 7 kwenye Jamratul Aqaba, guzo kubwa pale, ndiyo keshafungua ihram yake, na atakwenda kuchinja au kutoa pesa na kunyoa nywele zake. Hapo keshafanya ufunguaji wa mwanzo, umebakia ufunguaji wa pili. Lakini sasa mambo mengi yaliyokuwa haram kufanywa na yeye yamekuwa halali, isipokuwa mke na mume hawakutani bado. Aliyehirimia hija peke yake haitomlazimu kuchinja mnyama tarehe 10, lakini akitaka mwenyewe tu, akisema pesa ninazo, nafasi ninayo, na mimi sikose fadhila hii, atatoa pesa achinje mnyama. Lakini akihirimia hija peke yake hana lazima ya kuchinja mnyama. Ama aliyehirimia qirani kama mtume, basi lazima achinje mnyama. Ama aliyehirimia tamattu, lazima achinje mnyama, kwa kama Qur'ani inamwambia, faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi, lazima mpate mnyama aliyekuwa mwepesi kupatikana na yeye, lazima achinje mnyama. Chagua unachokipenda, utahirimia, kulazimishwi. Na maulama wengine wamesema zote hizi hija 3 ni sawa sawa, hakuna kwamba moja imekuwa zaidi bora nyingine mpita mwingine. Wasema zote sawa sawa, kwa sababu mtume ameziruhusu zote. Kwa hakika ziko sawa sawa, utachagua uitakayo. Kama ushawahi kwenda mwaka jana au mwaka wa nyuma shafanya tamattu, safari hii utapenda kufanya qirani, basi naam, ili upate kote kote. Au safari hii utafanya ifradi peke yake, yari yako, kwa hakika utahirimia moja katika mambo matatu hayo. Ukenda uende makini kiasi hicho, usio mezobazoba unaangalia watu na kuwauliza unafanya nini wewe, unahirimia vipi, hapa unasema nini sasa hivi. Hapana, wende makini kabisa. Tayeb, safari sasa itaanza kuanzia Masjidi Dhulhulaifa. Ukishahirimia ni kwamba utasali rakaa 2, na baada ya rakaa 2 ni kwamba sasa utaelekea kibla, ndio useme hayo maneno, labbaik Allahumma bihajjin, au labbaik Allahumma biumratin. Ikiwa unafanya tamattu utaanza umra mwanzo, au labbaik Allahumma bihajjin wa umra. Ikiwa unahirimia ni qirani, itabidi uanze hija mwanzo na baadaye utafanya umra. Hapo sasa baada ya kuhirimia hivyo
sauti yako mwanamume iwe ya nguvu kiasi ambacho Mwenyezi Mungu amekuwezesha kwa kutoa talbia labbaik Allahumma labbaik. Ikiwa ndani ya gari mtamchagua mtu, wewe sasa hivi utaanza wewe, na alafu watu wote mnaitikia nyuma. Ama wanawake polepole wao kiasi kujisikia wenyewe. Lakini kwa upande wa wanaume, hija iliyo bora zaidi al-aju wathaju, ni ile ambayo mtu kainua sauti kuitika talbia kwa nguvu na kachinja wanyama wengi zaidi. Hiyo ni kwa hija bora zaidi. Kuanzia baada ya kuirimia mwelekea Maka ni kwamba sasa ni wakati wa talbia labbaik Allahumma labbaik. Safari ndefu kiasi, takana na gari mpaka uchoke. Viko vituo barabarani, wenyewe madriver wanajua kwamba hapa ni kiasi, kwa maana kwenye kituo pana restaurant pale, pana kijikahawa kidogo, au pana hoteli kidogo. Ni kwamba mtateremka pale, anataka kujisaidia pale kwa chakula, tajisaidia. Driver achukua kama dakika 30 au 45 hivi, mwenye kutaka kwenda kujisaidia haja, au anataka kuswali hapa na msikiti hapo, mtaswali swala ya fardhi na mengineyo. Ni kwenye vituo hivyo, wala usitie hofu, vituo viko vingi hivyo, vile vitatu. Ni kwamba hapo penye kituo mtu atakuwa anapata fursa ya kuswali, fursa ya chakula na fursa ya kujisaidia, na baadaye safari inaanza tena vile vile. Labbaik Allahumma labbaik haikatiki mpaka tarehe 10 wakati wa kutupia vijiwe katika Jamratul Aqaba, ndiyo mwisho wake talbia zile. Lakini siku zote atakuwa yeye yuko katika labbaik Allahumma labbaik. Ukichoka utalala, maana utaitikia mpaka ulale. Safari ndefu, na baadaye mtaingia Makkatul Mukarrama. Mkiingia tu Makkatul Mukarrama, mtamwachia yule ambaye kapewa wadhifa wa kutafuteni hoteli, atakutafuteni hoteli. Ukishajijua kwamba wewe uko na nani, chumba kimoja na nani, chukueni ufunguo wenu. Baada ya kujitayarisha, kama itakuwa majasho ni mengi, ni sunna ukakoge hapo kwa ajili ya kwenda kutufu Kaaba. Kama itakuwa nafasi unayo, basi ni sunna sana kukoga zaidi. Na wala usichelewe kaka kitako ukafanya story au kasema mimi nitatufu kesho kwa saa hizi tena sana za usiku hizi. Hapana, huo muda ulioingia pale, heshima ya pale Maka ni kwamba unakwenda kufanya tawaful qudumi, kiamkio cha msikiti mtukufu Baitullahil Haram. Kiamkio chake ni tawaful qudumi, kufanya 7 ashwatin, ni kama tahiyatul masjid yake msikiti. Ikiwa Mtume kasema idha dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn, akiingia mmoja wenu msikitini asikae kitako kwanza mpaka asali raka 2 katika misikiti ya kawaida yote sisi. Amma Baitullahil Haram hapana kukaa kitako pahala illa baada ya kutufu mizunguko 7. Hii inaitwa tawaful qudumi. Hata kwa wanoka pale pale, siku wanaoingia msikitini alfajiri, mtu kama atakuwa na wasaa kiamkio chake, kwa hakika pale ni kutufu rauni 7. Kwa hivyo wakati wote mtakapoingia pale ni kwenda zenu kutufu Maka, msikiti mtukufu 7 ashwatin. Usisahau wakati huo una ihram zako mwilini, umehirimia kwenye kituo cha Dhulhulaifa. Huruhusiwi kuja kufanya ibada ya umra pale au ya hija kabla ya kuhirimia kwenye kituo, au itabidi urejee tena mara pili kwenye kituo. Hii ndiyo maana ya miqat. Kila nchi na miqati yake. Ukikosea miqati, hija batil, itabidi uende kwenye kituo ukahirimie. Kwa hivyo hakikisha wakati huu wote una ihram yako tayari kwa ajili ya kutekeleza ibada ya hija. Sasa basi, huwezi kuanza tawafu pala popote unapotaka mwenyewe. Lazima ulijue jengo la Kaaba lina pembe ngapi. Pembe zake ni 4. Pembe ipi iko Hajar al-Aswad lazima uijue. Usije ukaingia ndani ya msikiti ndani ukaanza kutufu tu kama tunavyotufu. La, mpaka wende kwenye Hajar al-Aswad, pale ndio kituo cha tawafu kiko pale. Kama utaupata mlango babu salami, ndio mlango huo, ukiingia moja kwa moja unaingia sawa sawa na Hajar al-Aswad pale kwenye babu salami. Natumai ni mlango sasa hivi umeweka nambari 7 kama hivi. Kila mlango namna una nambari yake. Ukipitia mlango huo kazi imekuwa rahisi kidogo. Ukiteremka sawa sawa Hajar al-Aswad, na utakuta mchoro chini umechorwa
kuanzia kwenye kona hiyo ya Hajar Aswadi, moja kwa moja mchoro umekuja mpaka mwanzo wa kuta huku, kwa sababu Al-Kaaba iko chini na msikiti una ghorofa, una vigarigazi kama unavyoona uwanja wa mpira vile, kwamba watu wanapotazama mpira ni kwamba wengine chini wengine juu, au kama sinema vile, kama wale kuingia sinema zamani, ni kwamba holi limekaa namna kama hiyo. Kwa hivyo chini kabisa kule ndiko liko Al-Kaaba. Sasa mchoro umechorwa kuanzia kwenye Al-Aswadi mpaka kwenye kuta huko, laini nyeusi imechorwa, na pembeni huko kuna taa inawaka ya kijani na imeandikwa Hajar Aswadi, kukuonyesha kwamba hapa ndiyo mwanzo wa tawafu. Usiokata popote hapo, kidogo pana kishindo. Nataka ukielewe kwamba hapo katika kazi ngumu kwenye tawafu iko kwenye kuanza tawafu. Kwa nini pana ugumu? Basi tunasema kwa kuwanabahisha ndugu zetu, katika pahala pagumu miongoni mwa hala mgumu ni wakati wa kuanza tawafu na mpaka tawafu wenyewe, lakini hasa wakati wa kuanza tawafu ndio kidogo pana ugumu kidogo. Kwa nini mpaka pagumu? Kwa sababu kwenye Hajar al-Aswadi ni kama kwenye mkondo wa bahari. Kama ulipita na chombo kibaazi vile, ukaona kwamba chombo kwamba hakendi hakirudi, kimesangaa wimbi nje wimbi ndani, basi hapa wakati wa kuanza tawafu ni pahala pagumu kweli kweli. Kwa nini paka pagumu hivyo? Kituo kile wanaoanza tawafu wanaanzia pale, na wale waliomaliza tawafu baada ya kuswali makamu Ibrahim wataka kutoka, lazima watokee pale. Ndo adabu yenyewe pale Al-Kaaba. Huwezi kujitokea popote pale, umechoka taabani na kwenda zako tu, hapana, urejee hapa, utokee pale, unaagia pale. Wakati kuingia unaingilia pale, tawafu unaianzia pale, wakati kutoka unatokea pale. Basi ndio maana pale pana mkutano wa watokao na waingiao, pana mawimbi yanakutana pale. Kwa hakika utajiona mpaka pumzi zako zinakuisha kwa kubanwa hapo pahala. Na wala usiwe na haja kwamba lazima uende ukalibusu Hajar Aswad huwahi hata siku moja katika siku za hija. Labda siku nyingine za kawaida unaweza ukenda mpaka abusu jiwe lile kwa faragha kabisa, labda tarehe 10, wakati watu wako kule Mina wanashughulika na kurembea vijiwe katika jamra, wengine wanakwenda kwa kuchinja, wengine wananyoa, wengine wako njiani. Kama utawahi tarehe 10 kwenda Maka kutufu taful ifadha, unaweza ukabahatika siku ile ukaikuta Hajar Aswad nyeupe, haina mtu. Wako watu 7, 8, 10, 30, 100, 200. Lakini siku za kawaida, Allahu Akbar, haipatikani. Kama kuna zahma usishindane na watu, nyosha mkono wako. Kama utaipatia Al-Aswadi, busu mkono wako uondoke, kisha unaashiria bismillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar, anza kutufu kwako. La ilaha illa Allah wallahu akbar, anza kutufu sasa. Lakini huwezi kuanza kutufu isipokuwa uende pale jiwe lile, kama ni unajisajili kwa hakika pale pahala. Ndio heshima ya kuja mgeni pale. Kiamkio cha msikiti ni tawafu. Yule aliyehirimia kirani akitufu ni tawafu al-qudumi, sio umra kwake yeye. Aliyehirimia ifradi akitufu anatufu tawafu al-qudumi kama kiamkio cha msikiti, hana haja ya kwenda kusai. Wawili hawa hawana sa'i Safa na Marwa, kwa maana umra ndo ina tawafu pamoja na sa'i Safa na Marwa. Yule aliyekuwa na tamattu kwamba anaanza umra mwanzo, tawafu hii ya kudumu ndio anaihesabu moja kwa moja kuwa ni tawafu ya umra hii, pamoja na kwamba ni tawafu al-qudumi, lakini kwake yeye mwenye tamattu anaihesabu kuwa ni tawafu ya umra nayo vile vile. Kwa hivyo ikiwa mathalan nafasi ipo pale uwanjani kwenye Al-Kaaba, basi mwanamume ataruhusiwa akifika kwenye nguzo ya Hijri Ismail. Ukitoka katika Hajar Aswad, nguzo ya kwanza iko hapa hiyo, unakwenda kwenye nguzo, yani pembe ya Al-Kaaba ya kwanza inayokufuatia imeanzia Hijri Ismail, utakuta pana kikuta hivi semi sakal. Usije ukaingia ndani ya kikuta kile ukapita kwa ndani, ni kosa kubwa, kama kwamba umevunja heshima ya barabara kitakachokufika yari yako mwenyewe. Na utaona kwa macho yako kwamba hapiti mtu pale pala, lakini baadhi ya watu mmoja wakaidi wanataka kupenya pale. Askari wapo wanapiga virungu watu na kuwakataza,
lakini watu wakubali, watakupitia pale. Wewe uzunguke nje yake, semicircle ile kwa nje yake huko. Alafu ukifika kwenye nguzo hiyo, baada ya kumaliza hiji Ismail, kwa maana hiyo ni pembe ya pili. Pembe ya pili, hapo ndipo utapoanza ule mwendo wa kuchapuka kidogo. Kama nafasi ipo katika round 3 za mwanzo kwa mwanamume, hatua zako utaziweka chap chap hapo na hapo, na utafanya kama unataka kutrot kidogo hivi, lakini hutrot kabisa, wewe ni mbio kabisa, unakwenda chap chap hatua zako kidogo. Utakwenda mwendo huo kuanzia hapa hiji Ismaili ya kwanza, nguzo ya pili, ukifika mpaka Ruknul Yamani, nguzo ya 3, kabla ya kwenda tena katika Al-Aswadi, pale una stop ule mwendo wa kasi, unaomaliza pale na unakwenda polepole. Kama unayo nafasi, hamna ziham shadidi, utakwenda kugusa Ruknul Yamani ile, lakini hamna kubusu nguzo ile wala mkono wako, gusa tu kama iko nafasi. Hakuna nafasi, basi hapo utasema rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, kama alivyofanya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika tawafu yako yote ulionayo uko huru kabisa kwa mdomo wako. Ukitaka kusoma Qur'ani hapo umehifadhi, ilete sura utakayo pale, huku natufu soma Qur'ani. Umeacha Qur'ani unataka kumsalia mtume, naam, msalie mtume huku natufu. Umeacha as-salatu ala nabii, umeona tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah, ikiwa ndio maneno yako hayo, nenda na maneno hayo. Ikiwa umeona la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, ndio maneno yako hayo, nenda na maneno hayo. Na pia tawafu huwezi kutufu mpaka uwe na udhu. Kwa maana hiyo ukitoka udhu una hakika kwamba umehuduthi, itabidi utoke pale pale ukatawadhi, na ukija unaanza upya kuanza tawafu. Kama ulikuwa kiswali kwa mfano, ukafika tahiyatu kwa mfano, na udhu ukatoka pale kwa tahiyatu, unaondoka pale pale, swala yote batil, na ukija unaanza upya, hujengi swala yako pale ulipopaacha. Na katika kutufu ndio hivyo hivyo. Mwanamke mwenye hedhi haruhusi kutufu. Tawafu ataka lazima uwe mtu tahir, tena na udhu kamili, ni kama swala kwa hakika. Isipokuwa katika tawafu umeruhusiwa kusema. Kwenye sala huwezi kusema na mtu. Katika tawafu ikitokezea haja ya kusema, kwa mfano imekupotea shautu na kwenda ya ngapi, kuna mwenzako unafuatana naye mnajuana, unaweza kumuuliza ya ngapi sasa hivi? Nafikiri ya 5. Unaona kama ya 4, anakwambia ya 5. Mimi nimehesabu hasa kwa vidole vyangu hivi hapa, nimeweka 5 sasa hivi. Kwani katika tawafu kwenye kutufu mara moja unaweza kusahau idadi ya tawafu. Hicho kitu kawaida hicho. Na kama zimekuponyoka una wasiwasi, nenda kwenye udogo, sema kwamba hii ndo kwanza ya pili, usende kwenye wingi, bora uziongeze tawafu kwa kupungua kabisa. Na unaweza kusahau mara moja kwa sababu ya pale pahala penye kile kishindo kilichopo. Uliofuatana naye kwa hakika atakupotea lazima. Mbahatike tu kwa mtaka pamoja mpaka mwisho, lazima mtapoteana. Lakini kabla ya kuanza kutufu, kama mmeingia pamoja, wasia uliopo ni kwamba semeni kabisa, atakayemaliza kutufu tunangoja na wapi, mlango namba fulani, au tangoja na pale fulani. Kila atakwisha kutufu na kusali rakaa 2 makamu Ibrahim, mkitoka pale kabla ya kwenda kuna maji ya Zamzam, mnangoja na pahala maalum, mnasema kasa boya letu lile pale. Akishamaliza mtu kutufu na kusali rakaa 2, akae pale, asiondoke pale mpaka tukae sote pale pale. Ama hapo itakuwa ni salama, mpoteani. La kama si hivyo mtapoteana tu. Maana kuna kila aina ya vituko hapo kwenye kutufu hapo. Nataka ujue kwamba kuna watu wa kuendea hija umekwenda kufanya vituko. Hii grupu haiondoki duniani. Amini usiamini, fujo kubwa inafanywa kwenye Al-Kaaba, nyumba ya Mwenyezi Mungu. Kuna watu wafuatia wizi, tena ma-expert katika wizi. Wanawake wanahadithia wenyewe kwamba wanapapaswa kabisa mikono na waingia kasaumu ndani ya msokomano kweli wa watu. Mtu anakuambia nimepapaswa kabisa kabisa, watu usifikiri chochote bwana, wanatafuta pochi wapi ilipo, wapi mtu kavimba, na namna atavyochomoa utastajabu kabisa vipi katoa. Na askari kanzu hapo wanafanya doria kubwa mno, lakini wanazidiwa.
Hilo kanalo ulejue moyoni mwako kwamba katika Kaaba pana vituko vya kila aina. Kuna watu kama anavyoona msikitini mwetu, unaje kuswali, kuna watu wamejia viatu, na kuna watu wamejia baskeli, na kuna watu wamejia jingine vile vile, na kule vile vile, kila mmoja na lake kwa hakika. Na wako waliokwenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu hasa wako, lakini na wako wengine hawakwendea ibada, wamekwendea mambo mengine. Kwa hivyo pale pahala kwa hakika pana msukosuko mkubwa. Kwa upande wa mwanamume anavyotakiwa tawafu, akaribie kwenye Kaaba. Na Kaaba unaipa mkono wa kushoto, unakwenda anti clockwise. Kama saa inakwenda hivi kulia, unakwenda kushoto yake. Unafanya kama wakimbiaji wa riadha wanapokimbia kwenye stadium. Ni kama wanakwenda kushoto, wanapinda kushoto, kwende kulia hivi kushoto, na Kaaba vile vile. Na hayo utayaona kwa sababu watu wote nako vile, lakini utokezea mtu mmoja utaona anakwenda opposite. Pengine ndio kwanza mtu asilimu sasa hivi, basi kwa hivyo kaona njia yangu rais sasa hivi ni opposite, lakini hawahi anakama tu njiani na mbaya huku geuka. Utakwendaje kinyume? Utagongana na watu sasa hivi bure, utakosa accident. Nenda upate mmoja tu basi. Kwa rauni 3 za mwanzo kwa mwanamume, shuka yako utaivaa bega la kushoto tulifunika, na shuka yako itapita kwenye kwapa ya mkono wa kulia chini hapa. Unavaa rubega kama Masai vile, lakini utaifunga hapa round 3 za mwanzo. Ukimaliza 3 za mwanzo, waweza kuifungua shuka yako ukajitanda kama watoka chooni koga na taulo yako vile, ukaizungusha nyuma mgongoni ule, ukajitanda utakavyo. Sasa 4 za mwisho utatufu namna kama hiyo. Kidogo alighafilika Imam Malik na namna ya kuweka shuka. Mwanafunzi wake Imam Shafi alihifadhi Muwatta ya Imam Malik. Akamtazama shekhi wake anavutufu, akamwambia, mbona umevaa hivi shuka? Kwa nini? Akamwambia, naam, umeandika kwenye Muwatta kwamba 3 za mwanzo mtu atufu hivi. Alitaka kukataa Imam Malik, akamwambia ngoja nikusomee. Akamsomea ile maneno ambayo kaandika. Alishangaa kwamba kitu kaandika mwenyewe, lakini pale alifadhaika. Kumbuka Imam Malik alifadhaika kitu ambacho kaandika mwenyewe wakati kutufu. Ujue kwenye Kaaba kuna kishindo kikubwa cha kumfanya mtu mpaka ghafilike. Na katika vishindo hivi zaidi vinakutisha zaidi kwamba wewe unaendelea na kutufu, mara ghafla mnawekewa kamba hivi, mpite pembeni au mnazuiliwa msende kwanza. Katikati hapa pana maiti, kisha anguka mtu, kisha kanyagwa, katoka kila kitu, kinyesi, mikojo. Ni kwamba wale baraza la mji, wale baladia Pakistani, wale wanavaa nguo za kijani, ni kwamba wanapiga deki pale pahala chini. Pana tiles kwenye Kaaba, panapigwa deki. Sasa deki la nguvu, sabuni ya kila aina na dawa kila aina. Mnangojea kwanza kidogo, dakika 2-3, baada muda kidogo namwacha tena. Ukiyaona haya sema sasa tayari sasa. Na kwa mbinyo mliobinywa pale Hajar Aswad, nadhani na mimi ningefika pale mara ya pili natoa shahada kabisa. Ikawa mmoja kama hivi na nitakufa sasa hivi. Hii ni hali ambayo ya kawaida kwenye Kaaba. Ila utapona kidogo, ukianza kutoka ukaanza kuja pembeni huko, ukaiacha Kaaba ukaja nje kidogo huko. Na huku ni nafasi ya wanawake. Kwa hakika wanawake wanashauriwa, na askari wako pale wanawaashiria sasa, pembe kule mama kule, uende polepole. Huku ndani ukija kwenye Kaaba huko huku kuna vibiru vikubwa, msongamano hali ya juu kabisa. Na kuna wale wanaochukua wagonjwa, viwete, watu wazima na vile vitana vyao vile, wale hawana kupiga hodi, hawana sumile. Ni kwamba wanakuja wamalize kazi yao, wamweke mtu alafu wachukue pesa nyingine. Ni kwamba wale wanaosukuma watu na wanakozi accidents, wanakozi vifo. Kwa kuwa msukuma mtu, tendego la kitanda lile chao likikupiga moja kwa moja chini, na ukianguka toa shahada, kwa sababu hakuna mtu atakayejali kwamba mtu kaangua mtu hapa. Akitaka kuchukua hiyo stahamala akusubiri uinuke, ni kwamba yeye ndo atakayesukumwa zaidi. Usije ukawa lose balance kwenye miguu yako, uwe makini kabisa. Ndiyo maana kwenda kuhiji, ende mtu kijana na nguvu zake bwana, asingojee mpaka vunjika bwana. Kuna mambo makubwa mno. Au atakwenda kuwa ni mzigo wa Waislamu wenziwe. Kila wakati anangojewe, kila wakati ashike mkono, kila wakati atafutwe. Jamani, yule mzee yuko wapi? Mimi sijui yuko wapi. Kila wakati watu, mzee, yule mzee yuko wapi? Usimpe mtu mzee kwamba nenda naye na hivyo, unampa mzigo mkubwa. Awe mtu anajimudu mwenyewe, vishindo vile vyote mwenyewe. Mtume kampa mwanamke thawabu za jihadi
kwa ibada ya hija, kwa sababu ni jihadi kweli kweli, hata kama namna jihadi vile vile, na hasa kama atakuwa dhaifu alhal, utu uzima na maradhi, kwa hakika ni kazi ngumu. Amini usiamini, mizunguko 7 inaweza kukuchukua saa 1, masaa mawili, hujesha bado kutufu mizunguko 7, na ukimaliza umesawijika. Ukimtupia macho mwenzako kesha konda kwa mizunguko 7 ile pale, sio maskhara. Mtaka cha mvungu lazima iname pale pahala, kwa hakika pana thawabu nyingi. Kaaba ile kutufu Kaaba pana thawabu 80%, ziambakisha 20 kwa ajili ya mwenye kuangalia watu na utufu. Kama umechoka pahala hivi, basi panda juu msikiti darini kule, au popote pale kakitaka utizame watu watufu hivi, basi unapata thawabu 20 kwa kuangalia watu watufu tu. Na utaona uwanja ulivyozizima na unavovuma, namna Mwenyezi Mungu anavyoshughulikiwa na viumbe. Ni kwamba hapo pahala hapakauki binadamu, hapo maisha si usiku wa manane, si mchana jua kali, kila wakati hapo pana watu wanatufu Kaaba hapo, kila wakati. Hata katika siku ambazo za hija hapako si mtu kabisa. Kwa hivyo katika tawafu, kwanza uelewe tu kwamba pana kishindo kikubwa. Wewe kama ni mwanamume, utakiwavo ni kwenda karibu na Kaaba. Lakini kama una hali kwamba ni ngumu, huyawezi hayo, basi tabii nitoke nje pembeni, uende katika mstari ambao wazunguka wanawake, ili utapata pole salama kule. Lakini kila ukiingia ndani huko shida kikubwa, na kila ukifika Hajar Aswadi kwa mano moja hiyo ushamaliza, wata kwanza ya pili pale unapambana ile current ulikuta mara ya mwanzo, unaikuta tena mara ya pili. Kuna watu watakutoka na kuna wenzako watakuingia vile vile kama ulivyoingia wewe mwanzo, basi pale pana msukumano hali ya juu. Kila mmoja anapataka pale aashirie angalau kwa mikono yake miwili, bismillahi wallahu akbar, anza tawafu yako. Moja imekwisha, unakwenda ya pili, hivyo mpaka unamaliza mizunguko 7. Kila ukifika katika ruknul yamani, nguzo ya 3 kule, ni kwamba dua yako ni rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Maneno hayo unayasema huku unaelekea kwenye nguzo ya Hajar Aswad. Lakini katika mizunguko yote ile, sema utakacho katika dhikri chochote kile, inajuzu. Tayeb, lakini tu usio unamtegemea mtu mpaka aseme alafu uchukue. Hii maulama wamekataa. Na wale wanategemea watawafu waliokuwa na vitabu maalum wanasema alafu waitikie, kwa hakika jitegemee mwenyewe ulicho nacho, japo kwa kul huwallahu hiyo ndio unayo, basi pita ukitufu Kaaba na kul huwallahu yako hiyo, inna atainaka idha jaa, ni Qur'an nayo vile vile ndio ulicho nacho. Nafanya nini? Na mwingine anaweza huko anatufu anayesoma sura nzima Fatiri, sura nzima ya Buruji, sura nzima ya Al-Mulku, sura nzima idha waqa'at, yani mando nguvu zake anazo, hana wasiwasi wote ule. Mizunguko 7 ikimalizika, itabidi ujivute pahala paitwapo makamu Ibrahim kwa ajili ya rakaa 2 sasa. Na makamu Ibrahim si lazima uswali pale kwenye kioo na miguu na Ibrahim iko ndani. Hivi sasa hivi huwezi kupata miguu ile kwa sababu watu wangeuana. Pako pahala maalumu, unajivuta nyuma, utakuta wanaume wenzako wamekaa kufesi mlango wa Kaaba ule pale, na nyuma yake mlango ule iko makamu Ibrahim, utajivuta kidogo nyuma hivi. Na kama hapo pahala hapana nafasi, basi swali popote msikitini pale ni makamu Ibrahim vile vile popote. Lakini bora sehemu hiyo, na Saidina Umar ndiye alioitaka hiyo. Alimwambia bwana mtume wakati wa